Haleluya, watu wa Mungu, ni asubuhi iliyo njema tena ambayo Mungu wetu ametupa kibali cha kuweza kuamka tena tukiwa wazima. Ninakukaribisha ndugu yangu katika maombi haya tena ya kuianza siku. Hebu tukaliangalie neno la Mungu tena ambalo tutalisimamia siku hii ya leo. Maana kila siku itokayo kwa Mungu yatupasa tuhitaji kuongozwa na yeye. Maana waongozwao na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tutaenda kuangalia neno kwa ufupi katika kitabu kile cha Zaburi 103 mstari ule wa 3. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Aukumbua uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Ndugu yangu, ni katika kitabu kile cha Zaburi 103 kuanzia mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 6. Hapo ndiko tulikosoma siku ya leo. Ndugu yangu mpendwa, nyakati hizi ni nyakati ambazo tunapaswa tuendelee kumtafuta Mungu. Tunapaswa tuendelee kuamka kabla ya usiku hujaisha kutaka kumwona Mungu akiwa pamoja nasi. Pasipo kufanya hivyo, mambo ni mengi ambayo yanaweza yakatuangamiza. Yatupasa tusimame imara katika neno la Mungu. Tusimame imara katika kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Kama tunavyoona hapa, Mungu wetu kupitia mtunga Zaburi huyu Daudi anaweza kutuambia neno hapa ya kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Nyakati hizi watu wengi wamekuwa katika hali ya udhaifu, wamekuwa katika hali ya magonjwa, lakini neno la Mungu lililoahidiwa juu yao ni hili hapa, kwamba Bwana anakusamehe maovu yako yote na pia anakuponya na magonjwa yako yote. Wapo wengi wako kanisani, lakini bado wanateswa na magonjwa mbalimbali, bado wanateswa na mambo mbalimbali, lakini sio mpango wa Mungu. Unajua, jambo lolote ambalo unaona limesemwa kwenye Biblia, limesemwa kwenye neno la Mungu, hilo neno tayari ni haki yako mwana wa Mungu, na inakupasa uweze wakati mwingine kudai. Manake ukisoma kule kwenye neno la Mungu kwenye Isaya, neno la Mungu linasema ya kwamba uje na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kuna mambo gani ambayo unaona kabisa kwamba hayajakaa sawa? Kama jambo lilishaahidiwa, ni kiasi cha kwamba uchukue hatua ya kwenda mbele za Mungu na kudai, kwa sababu ni haki yako mwana wa Mungu. Sio wakati wa kuendelea kutembea tena katika magonjwa. Hapana. Ili mradi umetubu dhambi, umesamehewa dhambi zako, basi hata na magonjwa Mungu anasema anakuondolea, anakuponya. Lakini anasema aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Haya yote ni Mungu anayafanya. Aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Haya yote ni Mungu anayaahidi na anayafanya kwako wewe mtu wa Mungu. Ni kiasi cha kwamba wewe fika mahali, tambua kabisa hayo yote yameahidiwa kwa ajili yako wewe. Sio kwa ajili ya watu wengine, hapana, ni kwa ajili yako wewe ambaye tayari umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kabisa kwamba Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Shetani amekuwa ni mwonevu na anaonea watu wengi katika magonjwa mbalimbali, lakini Bwana ndiye mwenye kufanya mambo ya haki. Kwa hiyo tumgeukie Bwana, ili hata kama kuna uonevu wowote ambao shetani alikuwa anauendeleza juu yetu, ukapate kwenda kushindwa. Maana Mungu wetu ni Mungu ambaye ana uwezo wote.
ndugu yangu, sio nyakati za kuendelea kukaa tena katika kuonewa. Kama ni kuonewa, umeonewa vya kutosha. Nikawa nazungumza na mtu mmoja ambaye alikuja nimfanyie maombi. Anasema amesumbuliwa na mafua miaka 54. Lakini ni mtu ambaye anaingia kanisani na tena yuko kanisa la kiroho. Sasa unajiuliza inakuwaje huyu mtu anakaa na tatizo miaka 54. Mafua hayaishi. Amefanyiwa operesheni, ametembea mahospitali mbalimbali, amekwenda sehemu mbalimbali kutibiwa mpaka kwa waganga amekwenda. Kwa sababu imani inafika mahali inatindika. Alienda mpaka kwa waganga. Lakini Mungu wetu sio Mungu ambaye anataka tupite kwenye hayo. Sio mpango wa Mungu wewe mwanadamu ambaye tena umemwamini uendelee kuteseka katika hayo. Nilimwombea na Mungu akamfungua, na wakati huu anamtukuza Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Yeye analiangalia neno lake apate kulitimiza. Ndugu zangu, shika sana neno la Mungu. Lisome, lishike, lifanyie kazi. Kuwa mwombaji, muombe Mungu, mtafute Mungu. Na kadiri ya jinsi utakavyokuwa unaendelea kumtafuta Mungu, Mungu atakuonekania. Manake yeye sio mtu ataseme uongo. Kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ile ya 23 mstari ule wa 19. Mungu si mtu ataseme uongo, na wala si mwanadamu hata ajute. Ikiwa amesema atalifikiliza. Kwa hiyo Mungu alikwisha kuahidi haya yote yanakuwa ya kwako, maana ni haki yako mwana wa Mungu. Basi hilo ndilo tutakalosimama nalo siku ya leo. Sijui uko na jambo gani ambalo linakutesa, lakini tunaenda kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya neno lako, maana hakika neno lako ni kweli, tena ni amini, na unapoahidi ndivyo unavyofanya. Asante kwa kuwa umesema mwenyewe ya kwamba unatusamehe makosa yetu yote, maovu yetu yote, na kutuponya na magonjwa yetu yote. Ninakuomba Bwana, siku ya leo kaonekane ukiwaponya watu wako. Mwovu ibilisi amewaonea watu wako, kwa sehemu kubwa amewaonea. Ninaomba Bwana Yesu, kaonekane ukiwatenga watu na uonevu wa kila aina ambao shetani ameweka juu yao. Wengine wanaonewa na magonjwa, wengine wanaonewa na madeni, wengine wanaonewa na nguvu za giza. Bwana Yesu, wengine hata wanakatishwa siku zao za kuishi, wanakufa kabla ya wakati. Ninaenda kinyume na kila mipango mibaya ya kuzimu kwa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Ninasambaratisha kila nguvu za uovu, ninasambaratisha kila nguvu za giza, ninasambaratisha nguvu zote za uharibifu ambazo shetani amekwisha kuziweka kwa ajili ya kufanya uharibifu mbalimbali kwa watu wa Mungu na kuwakosesha furaha katika wokovu. Kwa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, tamalaki Yesu kwa watu wako, tamalaki Bwana, tamalaki mfalme wa wafalme, maana wewe ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana, ni Alfa na Omega, na ikiwa umesema Bwana kweli unayatenda. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuwaweka wote mikononi mwako Yesu, nikiomba Bwana siku ya leo ikawe ni siku ya kibali na upendeleo, ikawe ni siku ya ushindi kwa watu wako katika mambo yote. Bwana ukawape kushinda. Ni katika jina la Yesu ninaliinua hata na taifa mikononi mwako, nikiomba Bwana liponye taifa letu, linda nchi yetu, linda taifa letu, mlinde rais wetu, mpe hekima, mpe maarifa. Bwana Yesu, ninakuomba mpe kuwa na akili njema, akapate kujua ni namna gani ya kuweza kuingia na kutoka machoni pa Watanzania hawa wengi. Naomba mpe akili nyingi njema, ukampe pia hekima, ukampe pia
kukujua na kuwa na hofu juu yako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana kwa ajili ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania. Bwana Yesu, nakuomba kailinde mipaka ya nchi yetu ya Tanzania. Bwana Yesu, nakuomba katulinde na magonjwa yote ambayo shetani amekwisha kuyaandaa kwa ajili ya kuja juu ya Tanzania. Magonjwa yote ya mlipuko, korona, kila ugonjwa ninaufunga kwa mamlaka katika jina la Yesu. Tamalaki Yesu na uweza na nguvu zako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.